Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amedai kuwa taifa lake lilipanga kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wakati wa vita vya siku 12 vilivyomalizika wiki hii kwa makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyopatanishwa na Marekani. Tulitaka kumuondoa Khamenei lakini hapakuwa na nafasi ya kioperesheni, alisema Katz katika mahojiano na Channel 13 ya Israel Alhamisi ya jana. Katz alikanusha taarifa za awali kutoka kwa vyombo vya habari kuwa Marekani ilizuia shambulio hilo, akisema kuwa Israel haikuhitaji ruhusa ya Marekani kufanya operesheni hiyo. Alidai kuwa Khamenei alifahamu kuwa maisha yake yalikuwa hatarini na alijificha chini sana ardhini, huku akikatisha mawasiliano na makamanda walioteuliwa kuchukua nafasi ya wale waliouawa katika mashambulizi ya awali ya Israel. Hata hivyo, Khamenei aliendelea kuonekana kwenye video wakati wa vita na hakuna ushahidi wa uhakika kuwa alikatisha mawasiliano na jeshi lake. Kama shambulio hilo lingefanikiwa, lingekuwa hatua kubwa ya uchokozi, ikizingatiwa kuwa Khamenei si tu mkuu wa nchi ya Iran bali pia ni kiongozi wa kiroho wa Waislamu wa Kishia kwa mamilioni duniani kote. Wakati wa vita, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Marekani Donald Trump wote walionyesha kuwa mabadiliko ya utawala nchini Iran yalikuwa miongoni mwa malengo yao. Kwa sasa, kiasi cha uharibifu kwa mitambo ya nyuklia ya Iran bado kinazua mjadala. Mashambulizi ya Marekani na Israel kwenye maeneo ya Fordo, Natanz na Isfahan yanatajwa na maafisa kama mafanikio ya kijeshi, lakini Khamenei amedai kuwa Marekani imezidisha madai ya athari za mashambulizi hayo. Katz aliongeza kuwa Israel bado ina mwanga wa kijani kutoka kwa Trump kufanya mashambulizi zaidi endapo Iran itaonesha maendeleo kwenye programu yake ya nyuklia. Sioni uwezekano wowote wa Iran kurejesha mitambo yake baada ya shambulio, alisema. Kwa upande wake, Netanyahu alitangaza kuwa kumalizika kwa vita hivyo ni ushindi mkubwa, akisema sasa kuna dirisha la fursa kupanua makubaliano ya amani na mataifa ya Kiarabu.